Ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea, wanarudi tu. Yani wanarudi, mtu anakosea leo anapangiwa mechi Jumatano, Jumatano anakosea anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch, hakuna haki inayopatikana uwanjani. Ligi yetu inavyosemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tudili na hili tatizo, na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti anatakiwa awajibike, na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau. Sasa kwenye barua yetu haya matatu nilowatajia, ndugu zangu waandishi wa habari: la kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi; namba 2, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi; namba 3, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi. Na barua yetu ilikuwa very clear kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Sio kama mnanielewa vizuri. Hili ni jambo la muda mrefu, next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndiyo standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi, namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bwana mapendekezo ya Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu, hatuwezi kuyashughulikia hapa, sio iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha, na barua yetu ilikuwa very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni ya muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza kwa hiyo tunafikiri haya matatu yakifanywa kazi, haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilivyobaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi nazungumzaji. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa,
aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse. Alafu ataiona nguvu ya wananchi nazungumzaji. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika. Kuna fedha imetoka hapo. Watu wameingia gharama. Watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisupport hii timu. Alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika. Jaribu. Na niongezee hapa. Tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa finali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa finali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua hapa. Sasa iko very clear na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana. Na wa kuisimamia ni sisi wanayanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyooka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kuipata.